Uwanja huu kama ambavyo nimeshasema utakuwa unaweza kuchukua watu 32,000, uwanja wa kisasa kabisa, pengine kuliko uwanja wowote kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Na utakapokamilika Juni 2026, uwanja huu utakuwa na muda wake wa kuishi miaka 130, lakini kutakuwa na marekebisho ya kila baada ya miaka 10, lakini kitu kimoja ambavyo labda vitakuwa na lifespan fupi, tutahakikisha vinafanywa marekebisho kwa kadri ambavyo mkandarasi ameelekeza wakati wa kukabidhi uwanja. Ni kama ile ya Benjamin Mkapa ambapo ulikamilika 2007 na viti vyake vilitakiwa lifespan yake ishie 2014, vikae kwa miaka 7, lakini sasa hivi ndo tunavibadilisha. Kwa hivyo nafikiri tuko makini kuhakikisha hilo halitatokea na uwanja huu. Tufanye marekebisho na ukarabati wa mara kwa mara kama ambavyo itakuwa imeelekezwa, ili kuhakikisha ya kwamba hatupati gharama kubwa za kufanya ukarabati wa pamoja baada ya vitu vingi kuharibika kwa wakati mmoja. Uwanja huu kwa sasa hivi ujenzi wake umefikia 33%. Kwa hiyo kamati ya Bunge ambayo ina jukumu la kutusimamia imekuja na yenyewe kujionea, wasiishie kwenye makaratasi, na wao pia wameridhika na hatua zilizofikiwa kwenye utekelezaji wa mradi huu. Tumewapitisha kwenye uwanja wakajionea, lakini tumekaa na tukafanya presentation ya nini ambacho kutafsiri kile ambacho wamekiona wakati wanatembelea mradi wa ujenzi.